Naam, assalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo, furaha iliyoje ya sisi na wewe kuonana tena ana kwa ana Ijumaa hii kuu ya njia ya msalaba. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi. Na bila shaka Ruga Ival, nifungue roho kusema kwamba nguo uliovalia inapendeza tena zaidi. Ndio manake nimekuwa nikikuuliza ni rangi gani katika lugha ya Kiswahili. Na bila shaka mtazamaji, ni tarehe 18 ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu, siku ambayo waumini wa dini ya Kikristo wamekuwa wakionyesha njia ya msalaba na jinsi ambavyo shughuli hiyo imefanywa katika kaunti tofauti tofauti. Lakini usiku wa leo mtazamaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamai, lakini kwanza kabisa wacha tupate yaliyomo. Yajayo kwenye TV47 Weekendi. Watu 5 wauliwa na nyumba 6 kuteketezwa kijijini Matembe Masimba, kaunti ya Kisii, kwa madai kwamba walihusika katika kifo cha mwanakijiji. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Katika makala maalum tunazamia ajali ya ndege ya aliyekuwa mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogola. Ndege ilikuwa katika hali gani na mbona ikaanguka? Hakuna masaidia ingine kutoka kwa mtu ingine. Sisi nakaa tu kwa sida tu. Wakristo nchini Kenya washiriki njia ya msalaba, huku wakiombwa kuwa wakarimu, wapole na wanyenyekevu. Rais William Ruto amtimua Daktari Swarup Mishra katika wenyekiti wa taasisi ya Biovax nchini. Uchunguzi wa hospitali yake ya Medihill inayohusishwa na ulanguzi wa figo ukiendelea. Unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47, YouTube, Facebook na pia X. Nami jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Hata hivyo mtazamaji, tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 5 wa familia moja wameuliwa na wakazi waliojawa na hamaki, wakisema ni kisasi kwa madai ya kuua mtu mwingine hapo awali na kuficha kitendo hicho. Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hii. Wingu la moshi na jitimai liligubika kijiji cha Siroroko, kaunti ya Kisii. Majumba haya yaliyojengwa kwa udongo yanateketea, huku uchochole na hofu vikititiza anga katika kijiji hiki, ishara tosha kuwa lipo jambo. Wamiliki wa nyumba hizi wameuawa na inadaiwa kuwa wameuliwa na wakazi waliojawa na ghadhabu na walikuwa na kiu cha kulipiza kisasi, wakidai kuwa familia hiyo ilihusika katika mauaji ya mwanakijiji mmoja. Na vyumba 2 vikachomwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni kweli watu waliaga. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Bila shaka ni vurugu iliyosababisha maafa, kwani watu 5 kutoka familia moja akiwemo mgeni na mwanao waliuawa kikatili, huku mwanafamilia mmoja akinusurika kifo na kufululiza mpaka kituo cha polisi cha Ramasha aliposaka usaidizi. Watu waliweza kupoteza maisha. Usiku wa leo ni watu 5. Wakazi hao waliojawa na hamaki walisusia kuzungumza na wanahabari, wakihofia unyanyapaa, ila wameeleza kuwa wanafamilia hao walishtakiwa mahakamani baada ya kufanya mauaji hayo, ila waliachiliwa huru kwa ukosefu wa ushahidi. Jambo la mob justice kama serikali tunalikemea. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Masaba, Jen Munene, ameeleza kuwa mkutano wa maafisa wa usalama ulifanyika na kuwarai wakazi kuwasilisha malalamishi yao kwa maafisa wa polisi, huku machifu na viongozi wa nyumba 10 wakitwikwa jukumu la kuhakikisha amani inarejea. Elizabeth Atieno, TV47. Tukiachana taarifa yake Elizabeth Atieno, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine na ambapo Rais William Ruto hii leo amemsimamisha kazi Daktari Swarup Mishra katika nafasi ya mwenyekiti wa taasisi ya Biovax nchini.
Na mtazamaji, kulingana na taarifa kutoka afisi ya Rais, hatua hii itazidi kutekelezwa mpaka wakati ambapo uchunguzi wa biashara haramu ya figo katika hospitali ya Mediheal inayomilikiwa na Daktari Mishra utakapokamilika. Na mtazamaji, Rais William Ruto anasisitiza juhudi za serikali kukabiliana na ufisadi na kudumisha maadili katika sekta ya afya na kuhakikisha waathiriwa wanapata haki. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Kanisa Katoliki limeadhimisha Ijumaa Kuu kabla ya siku ya Pasaka ambayo ni siku ya Jumapili. Naam, leo kasisi wa Kanisa Katoliki Philip Anyolo aliwaongoza waumini katika njia ya msalaba ili kutoa mwelekeo alivyosulubiwa Yesu Kristo. Na shughuli hii hufanyika kila mwaka siku chache kabla ya kufufuka kwa Bwana Yesu. Na mchakato huu mtazamaji huhusisha hatua 14 tofauti ya jinsi Yesu Kristo alipitia mateso hayo kabla ya kusulubiwa. Paul Kirobi na uketo wa taarifa hii. Unajua sina nguo. Rarua yote. Siku ya Ijumaa Kuu ni siku muhimu sana kwa dini ya Kikristo, hasa Kanisa Katoliki ambalo hutumia siku hii kutoa mafunzo kwa Wakristo ya jinsi Bwana Yesu alivyoteseka kabla ya kusulubishwa msalabani. Kanisa Katoliki, kanisa la ACK na mengine machache huadhimisha siku hii. Shughuli hii husisha hatua 14 ambazo ni muhimu sana. Kila hatua ina maana yake tofauti. Mamia wa Kristo walifanya njia ya msalaba wakipitia barabara kuu ya majengo ya bunge, huku wakimkumbuka Yesu Kristo na mateso aliyopitia kabla ya kufariki. Siku ya Pasaka ambayo itakuwa siku ya Jumapili, Yesu Kristo atafufuka. Maana ya siku hii ya Pasaka ni kwamba Bwana Yesu ameshinda majaribio ya kifo na kurejea duniani ili binadamu apate tena maisha mengine. Baba, kwa kuwa Wakristo wanaamini kwamba Yesu Kristo anatazamiwa kuwatokea wanafunzi wake kabla ya kuelekea mbinguni. Amefariki. Sawa, waweza mchukua. Askofu Bishop Anyolo anasema kwamba siku hii ni muhimu sana, kumaanisha kwamba upendo una nguvu zaidi kuliko kifo. Askofu Bishop Anyolo anasema kwamba siku hii ni muhimu sana, kumaanisha kwamba upendo una nguvu zaidi kuliko kifo. Aidha, alitumia fursa hii kuwaeleza wanasiasa kwamba kuna haja ya binadamu kupata haki kwa sababu wananchi wamefanya jitihada katika kujenga taifa na ulipaji wa ushuru. We want to encourage our leaders to be very conscious about their sense of leadership so that we also are responding to the call of Jesus Christ, the call of giving our human persons their integrity. Katika maeneo tofauti ya nchi, ujumbe umekuwa ni huu, wanasiasa wakihimizwa kuwatumikia wananchi kwa maadili. Na mtazamaji, na tukiendeleza taarifa inayofungamana na hiyo, waumini wa dini ya Kikristo katika kaunti mbalimbali ni radhi nchini wamejumuika na ulimwengu kuadhimisha Ijumaa Kuu, yani God Friday, kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kupitia maandamano ya njia ya msalaba. Na kama anavyotuarifu Wanji Sostin kwamba viongozi wa kidini wamesisitiza umuhimu wa unyenyekevu, upendo na amani na uwajibikaji kwa walio mamlakani. Ijumaa Kuu, siku ambayo Wakristo kote duniani hujumuika kuadhimisha maandamano ya kumbukumbu ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Kituo cha pili. Katika kanisa Katoliki la Our Lady of Assumption Embu, maadhimisho yalianza eneo la Ndumari kisha kufululiza aste hadi kwenye kanisa.
waumini walitua katika vituo 14 ukiwa ukumbusho wa alivyotembea Yesu hadi Kalivari. Katika kanisa la Consolata Shrines jijini Nairobi, waumini, viongozi wa Katoliki na viongozi wa kisiasa walijumuika kuadhimisha sikukuu ya Ijumaa. It reminds us how to be human and how we are to be just and loving and forgiving to our brothers and sisters. Na tukifuata na kusali tutasamehewa dhambi zetu. Wito umetolewa kwa viongozi wa kisiasa kuwa kipaumbele katika kudumisha amani na umoja wa Wakenya. Let us listen to Kenyans instead of governing ourselves. We can't govern ourselves, but we can actually serve Kenyans by dedicating selflessly to them. Kanisa la St. Anne na Joakim of Riara, kaunti ya Kiambu, waumini walifuata mkondo huo. Padri Gabriel Kiranga akiwataka wanasiasa kuwajibikia jukumu walilotwikwa na wananchi na kukoma kutangaza michango wanayotoa kanisani. Yote yanayotendeka, iwe ni siasa baya, mambo yasiyosaidia mtu wa kawaida, tunayo matumaini kwamba wakisikia sauti ya Mungu watawacha mambo mabaya ambayo wanafanya, siasa mbaya, corruption, kupigana na siasa isiyosaidia watu. Baba yetu uliye mbinguni. Katika kaunti ya Bungoma, kanisa la Kristo Mfalme na St. Crispin's ACK waliongozana kuadhimisha maandamano haya. Tukumbuke majibu yale tunawatakana kuwajibika katika jamii yetu kama Wakristo, kusaidia wale hawana kitu na pia tusaidie nchi yetu. Tuwe na amani, tukumbuke Yesu alikufa kwa sababu yetu. Tunaitwa to be servants, kukuwa watumishi. Siku hizi kila mtu anataka awe mkubwa, kila mtu anataka atumikiwe, kila mtu anataka atumie yule ambaye ako chini ya mamlaka yake kwa njia iliyo mbaya. Na katika kaunti ya Kakamega, Wakristo hawakuacha nyuma wakifuata mkondo huo kuadhimisha kumbukizi za Yesu Kristo. Wakati mwingine tumeshuhudia badala ya kuwaunganisha Wakenya ni kugawanya katika misingi ya kisiasa au kikabila, na hiyo imeleta mafarakano na watu hawaaminiani, watu hawapendani. Sasa watu ni kama wa mirengo ya siasa fulani au ya mahali fulani. Na ndio sababu tunaomba ya kwamba wanasiasa kweli tuchukue mfano wa Yesu Kristo. Katika kanisa la AIC Nuru mjini Kitale, askofu wa kanisa hilo Benjamin Tarus ametaka ushirikiano kwenye nyanja zote nchini. Tungependa kuona ya kwamba nchi yetu imekaa kwa amani, watu wafanye kazi zao kwa mazingira ya amani. Tungependa hata pia kuambia wale ambao ni wenzetu wa siasa ya kwamba tusingatie amani katika nchi yetu. Elgeyo Marakwet, vijana katika wadi ya Kamarinyi kwenye eneo bunge la Keyo Kaskazini wametumia fursa hiyo kujishirikisha kwa michezo ya kandanda. Emmanuel Kiplimo ni kiongozi wa vijana hao. Wakati Yesu anapofufuka, pia aweze kufufuka katika mioyo ya vijana wetu, ili sisi kama vijana pia tubadili mienendo yetu, tuweze kuja kuwa pamoja, tuweze kuwa katika ile njia ya kufanya maendeleo katika jamii na kukuza talanta yetu kama vijana. Wanji Sostin, TV47. Naam, asante sana Wanji Sostin mtazamaji, na taarifa hiyo yake Wanji Sostin inanikumbusha kwamba taarifa hizi kuhusiana na sherehe za Pasaka basi zinaandaa msingi wa mazungumzo yetu siku ya leo. Tutakuwa na kasisi hapo baadaye. Naam, kasisi Pala. Naam, tuangazie taarifa nyingine ambayo ni kuhusiana na siasa. Alikuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i amerejea nchini kutoka Marekani, huko macho yote yakielekezwa kwake iwapo atatangaza azma yake rais mwaka 2027. Matiang'i aliyewasili saa 5 usiku siku ya Alhamisi katika uwanja wa ndege wa JKIA alilakiwa na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni na seneta wa Kisii Richard Onyonka miongoni mwa viongozi wengine. Urejeo wa aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i Alhamisi usiku katika uwanja wa JKIA
na kulakiwa na viongozi wa kisiasa akiwemo katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni, seneta wa Kisii Richard Onyonka na seneta maalum Gloria Oroba, ikiwa ishara tosha kuwa Matiang'i yuko tayari kujitosa katika mawimbi ya siasa za Kenya. I'm very happy to see all of you and I'm very happy to be home. Asante sana, tuombe Mungu atusaidie tukipata kupumzika kidogo, alafu tutapata nafasi ya kuongea sisi wote pamoja. Si namna hiyo? Asante sana na Mungu awabariki. Urejeo wa Matiang'i ukikaribishwa na wakazi wa Kisii na Nyamira ambao wanasema utendakazi wake alipokuwa waziri ni ishara tosha kwamba anatosha kuwa rais mwaka 2027. Na vile Matiang'i alikuwa ametenda mbeleni, sasa atafanya makuu zaidi kuliko yale ambayo atungefikia. Leo hii tumemwona amefika, na huyo ndiye mteule wa uongozi wa Kenya. Kwa huyu ambaye ni Maraga, alisema yeye hataki hongo. Labda saa hii atueleza amepewa nini aje kupiga Matiang'i. Haya maneno yanatoka sehemu kule kwa Maraga, anakuja kutuambia kwamba anataka uongozi kama rais. Maraga rudi nyumbani atulie. Kuanzia wiki ijayo, Matiang'i anatarajiwa kufungua makao yake makuu ya siasa na kufanya vikao na viongozi tofauti kabla ya kuvaa njuga na kuingia siasani, kuanza kujitambulisha kwa Wakenya ambao wadadisi wanasema wanamjua tu kama waziri na wala sio mwanasiasa. For Matiang'i, he can come and introduce himself to the people now wearing another hat, because Kenyans have never seen him as a politician. He has always been a bureaucrat. He has always been a CS. He has always been a performer. So they know him that way. Chama cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta Jubilee tayari kimemtangaza Matiang'i kama mgombea urais wake. Kibarua sasa ikiwa ni kuwasiliana na viongozi wengine mpaka waafikiane nani atapeperusha bendera ya upinzani mwaka 2027. Apol Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Hali ya sintofahamu imezuka katika msikiti wa Takwa Njiru hapa jijini Nairobi pale ambapo makundi mawili yanayozuzania uongozi wa msikiti huo yalipokabiliana kwa visu na kusababisha watu wawili kuachwa na majeraha mabaya. Mwanahabari wetu Mike Chalo na uketo wa taarifa hii. Katika msikiti wa Takwa uliopo Njiru hapa jijini Nairobi, makundi mawili yanapigania uongozi wa msikiti huu, pande zote mbili zikitaka kuchukua usukani na kuendesha shughuli zake. Hali hii ikiwa lazimu maafisa wa polisi kuingilia kati na kutuliza mtafaruku na joto hili la uongozi wa kidini katika msikiti wa Takwa na kuleta afueni ya muda. Juhudi za viongozi wa dini ya Kiislamu za kutuliza hali hii zisifue dafu. SUPKEM na jamii ya mosque wamejaribu, wakaleta hata upatanishi, imekuwa ngumu. Aidha, hali hii ilikuwa mbaya zaidi maafisa wa polisi walipoondoka. Imamu mmoja aliyekuja katika msikiti huu na agizo la mahakama kumtaka kuchukua usimamizi wa msikiti huu alipozuiliwa akiwa na wenzake watatu na kuwakabili waliokuwa wakimzuia kuingia katika msikiti huo kwa visu, huku akiwaacha na majeraha mabaya, majeruhi wakilazimika kufikishwa katika hospitali ya Mama Lucy kwa matibabu. Nikamwambia wanipatie court order. So the court order was not addressed to me. Haikuwa inaandikwa jina yangu na nini. Walikuwa watu wanne. Mwingine walinichapa na vitu kwa kichwa kwa kuninyang'anya kifunguo. Kwa watu walikingia msikiti walitupiga, wakatuumiza mpaka wamenipasua kichwa. Waathiriwa hawa walioachwa na majeraha wakidai kuwa imamu huyo aliyewakabili na waliomtambua kwa jina Ibrahim Mohamed Hussein ni raia wa Uabeshi na aliye na ukaribu na viongozi wakuu serikalini kutokana na kauli anazozitoa kila wakati, huku akitumia semi hizo kuwakandamiza na kuwatia wenzake kiwewe. Tumerudia kwa mara mingi, tumewapeleka kotini lakini wako na hela nyingi kutushinda. So hatuwezi kushindana nao. Si tuko wengi hapo, jamii wengi, lakini tunanyanyaswa na jamii moja sababu wanajipiga kifua, wako na duale. Utakufa hata wile karibu akufe. Kwa mujibu wa taarifa za wakazi, ardhi hiyo iliyojengewa msikiti huu ilitolewa na muhisani, huku wanajamii kwa pamoja wakishirikiana kugharamia ujenzi wake. Na jina hiyo kwa hiyo msikiti ni ya mama moja mkazi wa Njiru anaitwa Abdia Kasim.
alipatiana hiyo ardhi yake, lakini Waislamu ndio walichanga wakajenga hiyo msikiti. Kwa sasa mshukiwa amekamatwa na maafisa wa polisi, huku msikiti huo ukifungwa kwa muda ili kutafuta mwafaka. Mike Chalo, TV47. Mbali na hayo mtazamaji, mchezo unaohusisha mashindano ya magari na pikipiki kwenye matope almaarufu Mad for Fun, yani 4x4 Challenge, awamu ya 3 umezinduliwa hii leo katika jumba la mikutano la kimataifa KICC. Mchezo huo ambao unatarajiwa kuendelea kwa siku 3 msimu huu wa Pasaka katika eneo la Thika Groove Chania, na ambapo unatarajiwa kuendelea hadi siku ya Jumapili, huku ukinuia kuhamasisha jamii katika utunzaji wa mazingira kwa njia ya kupanda miti. Aidha mtazamaji, Mad for Fun ambayo inahusisha mashindano ya magari na pikipiki kwenye barabara ya tope umewaleta pamoja washirika na wadhamini mbalimbali ili kuafikia azimio la kuleta furaha na utangamano katika jamii. Team leader at Mad for Fun 4x4 Challenge. Mad for Fun is an eco-friendly motorsport, and we are on a mission to do 1 million trees in the next 10 years. So we are here on our 3rd edition at Thika Groove Chania, where we shall be having amazing challenges for the next 3 days. I want to take this earliest opportunity to invite all Kenyans during this Easter holiday to come to Thika Groove Chania for the 3rd edition of Mad for Fun at Thika Groove. We are joining the Mad for Fun with our big brothers, the 4x4 cars. As bikers, we welcome everyone. Good time to join. We have a nice Easter holiday and enjoy the Mad for Fun. My name is Orina Dorothy. I'm a rider. I ride a Tekken. Today I'm hoping to meet a lot of cool people, experience the adventure. Hopefully we get the mud because I have an off-road bike and I want to go through the trails and see what other people are doing. As the hospital, we are here to make sure that the safety of the liners and the drivers is taken care of. Na mtazamaji, na sasa tuangazie makala yetu spesheli ya siku ya leo. Hii leo Kenya inaadhimisha mwaka mmoja tangu ya aliyekuwa mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogolla pamoja na maafisa wengine 9 wa KDF kufariki katika ajali ya ndege iliyotokea eneo la Sindar, County ya Elgeyo Marakwet. Maafisa wa KDF walijumuika katika hafla ya kutoa heshima za mwisho kwa wenzao waliofariki kwenye ajali hiyo ya ndege aina ya Hugh helicopter. Hata hivyo, familia ya Jenerali Francis Ogolla inasema kuwa serikali iliwaacha solemba mara tu baada ya mazishi kukamilika. Na runinga ya TV47 imerejea katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, mahali ambapo ajali hiyo ilitokea. Eneo hilo sasa limepewa jina jipya, Shamba la Ogolla, kwa heshima ya jenerali huyo. Lennox Sengre anatupasha mengi zaidi. Ni mwaka mmoja sasa tangu nchi kumbwe na msiba mzito. Msiba ulioacha majonzi yasiyofutika katika mioyo ya Wakenya. Aprili 18 mwaka wa 2024, tarehe ambayo imebaki kama kumbukumbu kwenye historia ya taifa. Taswira ya siku hiyo bado ni kidonda kibichi, hakijapona, hakijafunikwa wala hakijasaulika. Runinga ya TV47 imerejea tena katika kijiji cha Sindar, kaunti ya Elgeyo Marakwet, mahali ambapo anga iligeuka kuwa adui, ardhi nayo ikawa kaburi la mashujaa. Jenerali Francis Omondi Ogolla na maafisa wengine 9 wa jeshi walikuwa kwenye operesheni ya kuleta amani, operesheni Maliza Uhalifu. Walipoangamia katika ajali ya ndege, walikuwa wamezuru Baringo, Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Kabla ya ajali walikuwa wametoka katika shule ya wavulana ya Cheptulel, lakini anga ikawasaliti. Ndege aina ya Huey helicopter iliyojaa matumaini iliparanyika na kulipuka katika shamba la amani ambalo sasa limebeba jina la huzuni, Shamba la Makovu. Miaka imegeuka lakini ardhi haijasahau. Hapa, sehemu ambayo mkasa ulitokea, bado ardhi imekataa kumea. Nyasi hazijarudi kama ushahidi tosha kuwa huzuni iliyotokea.
Alex Kosgei alikuwa wa kwanza kushuhudia dhoruba ya ajali ya ndege iliyokuwa imebeba Jenerali Ogolla na wenzake. Anasema familia yake ilihama eneo hilo kwa hofu na mshtuko. Mimi ndio nilikuwa upande wa kitchen, nilikuwa nikipika chakula ya hii shamba letu la Sindar. So wakati tulikuwa tunapika chakula, tukasikia ndege tulikuja hivi, wakati sijui iliamka ama ilikuwa inakuja mnakani, tulikuwa tunadhani ndege inakuja ikiland kwa shamba letu. Lakini tukasikia sauti nyingine yenye haikuwa vile ndege ilikuwa inakuja. Kidogo tu tunasikia tu chini tu naanguka tu boom. Ndio tukatoka kwa kitchen, tukakuja basi kwenye ndege iliangukia. Tukadhani imeland lakini ndege imeanguka. Ndio tukakuja. Ni kama shida tu ilikuwa ni kama ni propeller ama ni engine, kwa sababu ile nguruma sauti nyingine tofauti. Si kama ya ndege ya kawaida. Wakati ndege ilianguka, wengine wakalala bandani, wengine walipakia mpaka kesho yake, wakakaa karibu 4 to 5 days. Ndio sasa wakatawanyika mahali penye mzee Ogolla aliangukia. Tangu mwaka jana, mwaka 2 zilizopita, hii area ilikuwa na usalama mbaya sana. Ogolla alikuwa mtu mzuri. Ukiona mtu mkubwa akitembea hii area kuangalia maofisa yake, alikuwa anatujali. So hiyo masiku huyu CDF alikuja huku, akakuja tu area ya Cheptule, akazungumza na maofisa ya KDF, alafu baadaye kidogo akafaa akaangukia hapo. Hii shamba watu tulikuwa tunatayarisha kulima. Na sponsor alituambia atatuahidi trakta, akatuchimbia maji hapa juu, akasema atatupea mbegu. Tangu siku hiyo sasa wakati Ogolla alianguka hapa, maneno ikarudi nyuma. Sisi NBR hapa tuko wachache, tuna patrol tu huku tukizunguka tukiangalia usalama. So tukakaa hii area. Tangu hiyo siku wakati hii ndege ilianguka hapa hii area hapa chini, tukakuja pata sasa kumbe kuna mkubwa wa jeshi alikuwa hapo. Tukaangalia tukasikia Ogolla alikuwa anazungukia kuangalia maneno ya usalama hii area. Hapo sasa ndio tulijua mzee Ogolla alikuwa anatujali sana, anapenda hii area, anapenda watu yake, hata anatupenda kwa sababu alitupea ADF kikosi 2 ya Cheptule na Samu. Alikuwa mtu muungwana sana. Naibu wa chifu wa Kaben, Isaac Murkomen, anasema kijiji ambapo Ogolla aliangamia kimebadilisha jina, sasa kinaitwa shamba la Ogolla. Wananchi wa Kaben walikuwa wamekuja kufyeka ili kulima. Walikuwa wanabania kabisa kulima kwa wingi. Lakini wakati huo, wakati ndege ilianguka, naona hii shamba imeachwa, imekuwa mahame, imekuwa msituni, mpaka hata saa hii hakuna kazi imeendelea. Watu wameshtuka sababu tukio kama hilo alikuwa limefanyika huku tangu, na mpaka saa hii seme tu watu wamerelocate, wameenda mashamba zingine hapa next, kama ile shamba ambalo tuliona pale, hiyo ni shamba ambalo watu wamerelocate kwenda kufanya kazi upande huo. Ile asma ama ile ndoto ya Jenerali Ogolla ya kutembea eneo hili, kutembelea shule ya Cheptule Boys, asma yake imetimia, kwa sababu kwa sasa tunapozungumza hivi wanafunzi wanasoma shule ya upili ya Cheptule Boys na wanaendelea vizuri. Ujenzi imekuwa almost complete. Manake wanafunzi wamekuja na wanajeshi bado wako pale wanaendelea na ile kazi. Nafikiri hata zile mashule zingine ambazo ziko mbali na hapa, ule ujenzi bado unaendelea. Na hiyo ndio tunashukuru sisi, manake ile asma yake serikali imeendeleza. Shamba hili tunapozungumza kwa sasa tunaliita shamba la Ogolla. Nyumbani kwa kina Ogolla, Masumbi, kaunti ya Siaya, huzuni haijatulia. Wazazi wa Jenerali Ogolla wanaishi na maumivu ya kumpoteza mwana wao. Yeye napenda kusaidia watu. Napenda kusaidia watu kwa roho yake. Kwa roho yake nasaidia watu. Hata mimi
nasaidia mimi, hata watu wengine kusaidia hapa bado ona kwa kutoka yeye naenda. Wazazi wa Jenerali Ogolla wanasema tangu kuzikwa kwa Ogolla, serikali haijawahi kuwashughulikia kamwe. Tangu yeye naenda, hakuna masaidia ingine kutoka kwa mtu ingine. Sisi nakaa tu kwa sida tu. Walikuwa kana nifukuza wanalipa tu kidogo kidogo. Napo naye baada hata saa hii niko na pesa nyingi. Alini promise ati atanipatia kazi ya jeshi nikimaliza shule. Na alikuwa kana niambia ati nitie bidii masomoni ili nipate grade C+ up. And then sasa hii sidhani kama nitapata kazi. Wiki ya ajali Ogolla alikuwa amepanga kusherehekea miaka 100 ya baba yake. Siku hiyo iligeuka kuwa ya machozi. Mimi hapa Ogolla ni shemeji wangu. Mimi ndio bwanangu ni mdogo kwa familia yake. Kwa hivyo kutoka kifo cha Ogolla, sisi kama familia bado tunahuzunika. Juu Ogolla alikuwa mtegemeo yetu, na Ogolla alisimama na watu wengi. Hata kama si familia, hapa nje kuna watu bado ambao wanalia kuhusu, kuna wale walikuwa nalipiwa school fee, wengine walisimama na hata wa university wengine. Ni watu wengi hata ambao sisi hatuwajui, tuliona tu wakati kifo ili kufika. Ndio hapo tulijua kumbe alikuwa anasaidia watu. Kuna mama wale wazee, wamama wenye wajiwezi, wengine bwana zao walishakufa. Bado ni alisimama na hao mama. Hao mama bado, yani watu wanalia mpaka wa leo. Sasa kilio chetu hatujui itaisha wapi. Juu huyo shemeji wangu sijaipata na mtu kama huyo mashani mwangu. Juu hata sijui roho yake ilikuwa aje. Alikuwa mtu wa kupenda ukweli, alipenda Mungu wake. Hata wakati akikuja kuona baba, unapata akuwa na hao mabodyguards wake walikuwa nakaa kando ila kwe wakati na familia wake. Na yeye hakuchagua ni nani anamsalima, ni nani anaongea na yeye. Hata watoto wadogo hao wachanga, hata mkono zao zilikuwa na matope kiasi gani, bado watamsalimia. Ripoti ya uchunguzi wa ajali hiyo ilisema kuwa ndege hiyo ilikuwa na hitilafu ya injini, lakini baadhi ya wanasiasa wamesema ripoti hiyo haina ukweli wowote. Wizara ya Ulinzi ukisema ndege hiyo aina ya Hiwi helicopter ilikuwa imepigwa msasa ya kutosha na iliidhinishwa kutumika na watu mashuhuri kwa shughuli ya kivita. Lakini ripoti hiyo ya wanajeshi imetiliwa shaka na wanasiasa. Hivi majuzi kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amepinga vikali ripoti hiyo na kusema kuwa haina mbele wala nyuma. General Ogolla was taken out. He was taken out. Nobody would believe that story. And there was a story behind why they may have wanted to take him off. He was sent by the National Security Council to go to bombers of Kenya that time before the results were released. And I think that people said they would deal with them. Some of them were hard to say, we'll deal with this guy later. But because of the Tonje rules, there was no way General Ogolla was not to become the next head of our military, the CDF. So he was taken out. And that for me, and I should be forgiven for holding that view. I don't even seek forgiveness. That is my own view. But in order for Kenyans to know what exactly happened, we need an independent inquiry, possibly led by Parliament. If parliamentarians feel intimidated, an independent kind of inquiry. Walioangamia kwenye ndege hiyo ni pamoja na Jenerali Ogolla ambaye alikuwa karibu kumaliza mwaka mmoja wa hatamu yake kama mkuu wa majeshi. Wengine ni pamoja na Brigadier Swale, Colonel Duncan Keitany, Luteni Colonel David Sawe,
Marubani Meja George Benson Magondu, Captain Sora Mohamed, Captain Hilary Litali ambaye alikuwa msaidizi wa Ogolla, Sajenti John Kinywa Mureithi ambaye alikuwa mhandisi, Sajenti Cliffons Omondi ambaye alikuwa mlinzi, mpiga picha Sajenti Rose Nyawira. Katika ajali hiyo, kati ya maafisa 12 waliokuwa kwenye ndege hiyo, ni 2 tu walionusurika. Hao ni pamoja na Colonel Kasaine Ole Kuruta na Corporal Frankford Karanja Mugire ambaye wiki hii alionekana kwenye hafla ya Rais William Ruto akipiga picha. Katika hafla ya kuwakumbuka wanajeshi waliofariki wakitumikia taifa ambayo ilihudhuriwa na mkuu wa majeshi Charles Kahariri na familia za walioangamia, Colonel Kasaine Ole Kuruta alitumia jukwaa kueleza kilichojiri kabla na baada ya ajali ya ndege. We remember them not for how they died, but for how they lived, they smiled, and how they mattered. And to my fellow survivor, Koplo Karanja Mogire, over there, brother, we carry scars, visible and invisible, but we carry more than just scars. We carry something deeper, a responsibility to live, truly live and live well. We gather in solemn remembrance of our departed heroes who died in the line of duty while serving our dear motherland, Kenya. Despite this, our KDF remains a one force, strongly united both in good and bad times. To the families gathered here, and I thank you very, very much for coming to share with us because we are a family. And to those who could not be with us physically, and I know they are here, they are with us in spirit because of one reason or another. Again, your resilience continues to inspire the entire KDF family and the nation at large. You have borne an unimaginable burden with grace and strength. And please know that you are not alone. Jenerali alizikwa nyumbani kwao kaunti ya Siaya kwenye hafla iliyohudhuriwa na Amri Jeshi Mkuu Rais William Ruto. Maisha ya Jenerali Ogolla yalikuwa taa iliyowaongoza wengi, na kifo chake ni kama kuzimika kwa mwangaza huo angavu. Ogolla alitumikia taifa kwa moyo wa kujitolea, ujasiri usiotetereka na moyo wa kizalendo usio na mipaka. Japo aliondoka, urithi wake wa uongozi bora, nidhamu na uchapakazi utaendelea kudumu mioyoni mwa wengi. Lennox Sengre, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Lennox Sengre kwa taarifa hiyo kuntu. Kazi safi kabisa, na bila shaka Wakenya wanazidi kujiuliza kilichosababisha ile ndege kupata ajali mwaka jana. Bila shaka ni taarifa ya kusikitisha mno. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke.
Na mtazamaji, karibu tena. Unazidi kupokea taarifa za TV47 Weekendi. Na kutokana na ongezeko la matumizi ya mihadarati kwenye mpaka wa Busia na Uganda, wito umetolewa kwa vitengo vya usalama na mashirika ya kupambana na mihadarati kushirikiana kutoa suluhisho. Afisa mshirikishi wa mamlaka ya kitaifa ya kupambana na mihadarati katika kaunti ya Busia, Zeka Wekesa, amesema kuwa kuna athari nyingi za matumizi ya dawa za kulevya zinazoingia na kutoka nchi hizi mbili. Haya yanajiri huku visa hivyo nchini Kenya vikifikia asilimia ya 32. Hata hivyo, waandalizi wa mbio hizo wakiongozwa na Martha wamewarai vijana kujitokeza na kutambua talanta zao. Hii ya Busia kuna athari kwamba kuna pombe ambazo huwa zinatoka upande wa Uganda zikiingia Kenya, na kuna pombe labda pia kunatoka upande wetu huko wa Kenya zikiingia Uganda. Kwa hivyo ushirikiano kati ya serikali hizi mbili zitasaidia katika mambo ya avoid your trafficking of both illicit alcohol and illicit drugs. Tunawaka pamoja, tunawaka hand in hand na pamoja na serikali ya Uganda na pia department zao ambazo zinadili na mambo na hizi za mihadarati. So between hiyo collaboration, tukiongea na wao wakiongea na sisi, tunaweza kushare intelligence na tunaweza kusaidia kuweza kukab na kuweza kudeal na hizo vitu ambao dealers ambao wanadeal nazo. Siku hiyo ya Busia Border Marathon ambayo itakuwa Jumamosi hii, tuna provide free medical services to the Kenyans as well as Ugandans. And basically we are saying ya kwamba tunataka Wakenya na Waganda wawe na afya njema. Kwa hivyo mtakaribishwa katika ile kibanda ya Gifted Hands Regional Hospital ambayo ni level 4 na mtaweza kupata tiba ya free. Naam, kwingineko mtazamaji, wakulima wa kahawa wameendelea kuiomba serikali kuhakikisha usambazaji wa mbolea iliyo na ruzuku unafanyika kwa urahisi katika maeneo ya karibu. Wakizungumza kwenye hafla ya kujadili mikakati ya kuboresha kilimo cha kahawa katika kaunti ya Murang'a, wamesema kuwa hawajakuwa wakipata mbolea hiyo kwa wakati. Hali hii ikiwatia wasiwasi mkubwa, kwani inachangia katika kukosa mazao bora ya kahawa. Mwanahabari wetu Robert Gakure na mengi zaidi. Kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa Ihura, kaunti ya Murang'a, wakulima wa kahawa walilalamikia changamoto walizokuwa wakipitia katika kupata mbolea iliyo na ruzuku, kwani wengi hawajakuwa wakiipata, na vile wakilalamika kutokana na ukosefu wa ushauri wa kilimo hiki kutoka kwa maafisa wa ukulima. Wakulima wapate nafasi, wapate fertilizer in the best way and quickest way, ndio wasaidike. Tusaidieni. Hii maneno ya kuleta watu wengi kwa hii laini ya fertilizer ya kahawa ndio inasababisha hii shida yote. Utaenda kwa depot, utaona mzee anazunguka na pikipiki sababu ya 2 bags. Walisema kuwa hali hii imechangia kukosa kupanda miche bora, hali inayosababisha mavuno duni, huku matumizi yasiyofaa ya viuatilifu yakisababisha madhara kwa mazao yao. Sisi watu wa Murang'a tunakimbia China ili tujiposition kama kuwa the best county ambayo inapeleka kahawa huko. Hapo mbeleni Murang'a ilikuwa number 5 katika mambo ya kulipa kahawa. Kama sisi wa mama tunafinyiriwa sana na hii madeni, tunaomba sana hiyo, please mwambie atusaidie. Aidha, wakulima wameiomba serikali kutimiza ahadi ya kufuta madeni yao, katibu mkuu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi akisisitiza kuwa ifikapo mwezi Julai serikali itafuta madeni yote yaliyothibitishwa ya kahawa yanayofikia shilingi bilioni 6.8. Tumeverify 6.8 billion and it is true in the budget for 2024-2025 tulikuwa tumepatiwa 2 billion. Tukaona hiyo pesa inasumbua kugawanya. So the president has been kind enough, ametuambia in July tunapata the entire amount of 6.8 billion. Kilemi aliongeza kuwa kaunti ya Murang'a imepokea shilingi milioni 667 kwa ajili ya malipo ya mradi wa kuboresha ukulima wa kahawa wa Cherry Fund, akiwataka wakulima kurejea kwenye kilimo hiki. Murang'a alone wamechukua pesa ya Cherry Fund 667 million shillings. Yinyi tu mwachukua. In fact, the number of farmers who have taken 22,515 who have accessed Cherry Fund. Robert Gakure, TV47, Murang'a.
Naam, asante sana Gakure. Kwingineko, mtazamaji, wakusanyaji malighafi nchini ambayo inachakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani wamekashifu baadhi ya maafisa wa serikalini kwa kufanya kazi yao kuwa ngumu, ikiwemo ada za juu za kupata leseni ya kuhudumu. Wanachama hao chini ya muungano wa Escostel and Scrap Metal ambao wanajukumika kukusanya malighafi kama vyuma vikuukuu na plastiki wanadai kuhangaishwa mara kwa mara na askari wa kaunti na maafisa wa polisi bila sababu maalum, licha ya kuwa na leseni hitajika kufanya kazi zao. Wakiongozwa na katibu wao John Kerry Okoth, wameitaka serikali kupitia kwa Wizara ya Biashara na Viwanda kuandaa kikao nao ili kusikiliza malalamishi yao. We give a lot of product in this country, so we also need to be rewarded on whatever we are giving. When governments are allocating some of the money to the teachers and the farmers, also us as the scrap metal dealers, we also need to be included in. If this money goes to the Ministry of Trade, we also need the Ministry of Trade to sit down with the members of scrap. Not only the leaders, they should come on the ground, listen on our consequences and whatever we are facing on the ground, so that they can know how they can help us. We have a lot of things that we are facing here. Tutambuliwe na hii mambo ya scrap metal tusichukuliwe kwa ubaya. Juu bado hizi license wanatupeanga zimetoka tu kwa national government. Ndio ikuje tupewe tupate hata sisi tupate kitu ya mtu anapata kitu kidogo na juekia kwa mfuko. Kwangu mimi nimesoma na badala ya kukaa idle nikaona nikuja nifanye hii kazi, na imenisaidia sana juu nimeweza kujilipia nyumba yangu, mambo zangu zenye sikuwa ninaweza naona zimenifaidisha. Hata government inafaa iangalie hivyo juu scrap si tu Kenya, iko even in the part of the world. Namna kwenye sasa taarifa za spoti, viongozi wa ligi kuu ya soka nchini ya Police FC wamepigwa bao moja kwa nunge na timu ya Ulinzi Stars leo jioni katika uwanja wa Ulinzi Sports. Na bao la kipekee la Ulinzi Stars lilifungwa kunako dakika 47 ya kipindi cha kwanza na mchezaji Boniface Mushiri. Kwingineko ni kwamba Posta Rangers imeilaza Leopards bao moja kwa nunge katika uwanja wa Kenyatta katika kaunti ya Machakos. Na kwenye mechi ya kesho, Sofapaka itacheza dhidi ya Gor Mahia katika uwanja wa Dandora katika kaunti ya Nairobi. Police FC imo kileleni mwa ligi na alama 49 baada ya mechi 27 mbele ya Tusker ambao watacheza siku ya Jumapili dhidi ya Nairobi City Stars. Police. David Okoth Odhiambo. First of all, to thank my players for the spirited fight they have given to our fans and to everybody who came to watch this match this day. Kwa kusema kweli tumefanya kazi nyingi sana kwa mambo ya finishing, na that is the biggest emphasis now kwa timu yetu, because hiyo ndio imekuwa ni shida yetu kubwa. Hata kwa game ya leo still ukiangalia unaona tumepata chances kama 4. Nyingine hata penalty hiyo tumenyimwa, lakini bado hiyo ni chance. So we are working so much on that and we are still going to work on it because that has been our main undoing. Kwa wazuri kidefend, kwa wazuri kwa attack, so wamepata one chance one goal wakaitumia. This is ni team na nampongeza coach mwenzangu, he did his job. Kwa upande wetu tough luck, tulipata nafasi kuzitumia, lakini ndio hiyo football. Tunaendelea race, tunaendelea kupambana. Nao mabingwa Olimpiki Emmanuel Wanyonyi na Beatrice Chebet walitawazwa kama wanaspoti wa mwaka kwenye tuzo za Soya mwaka 2024 zilizofanyika jana usiku katika jumba la KICC jijini Nairobi. Nyota wa long jump katika Olimpiki ya walemavu Samson Ojuka na gwiji wa discus kwenye Olimpiki ya walemavu Michelle Chepngetich pia walinyakua mataji ya mwanaspoti wa mwaka upande wa walemavu. Na wakati huo kocha wa timu ya Junior Starlets Mildred Cheche
alipokea taji la kocha wa mwaka, huku mabingwa mchezo wa kikapu Thunder na timu ya John Starlets wakinyakua kombe la timu ya mwaka upande wa wanaume na wanawake mtawalia. Kocha wa raga ya All Stars Embu Benson Mwenda alitoa taji la kocha wa shule wa mwaka, huku gwiji wa zamani wa soka John Robi Ogola akiingia kwenye daftari za Hall of Fame. Nazo shule za upili za Kesogon na All Saints Embu zikishinda taji ya timu za shule ya mwaka. Mimi nishaanza season kitambo. Nimekimbia 1500 meters Grand Slams. So hiyo ni preparation for 800 meters kwa Tokyo. So far sina pressure, niko zero pressure na prepared training vizuri. The title is a great huge honor being acknowledged by the country. I hope to win again next year. So we'll continue working hard and hopefully we'll be here again same time next year. We just recently got everyone into our camp just for a couple days. So we've got about 4 weeks ahead of us in terms of ball training. And yeah, we really like the roster that we've put together. Guys are really focused and eager. SOI Awards is the biggest award ceremony, and we try to recognize the best of the athletes, what they've done. We motivate them by bringing on this ceremony. It motivates. It really takes the best out of the best. Bila shaka mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo sina la ziada. Mie pamoja na mwenzangu hapa Ruga Ival tunatamatisha TV47 weekend. Na mtazamaji pale pembeni tu umekuwa na msaidizi wetu kwa lugha ishara, jina lake Roda Nyamai. Nami jina langu ni Ruga Ival. Hadi siku nyingine panapo majaliwa, usiku mwanana.